Ukiangalia katika haya maisha ya uswahilini ambako tunaishi Changanyikeni, unaweza kukuta familia imekaa, hapo kuna baba, hapo kuna mke, hapo kuna mume, hapo kuna shemeji, hapo kuna mchanganyiko kila aina, wamekaa katika sehemu moja wanazungumza. Mavazi yao yanakuwa ni yale mavazi ya kawaida. Binti unamkuta kavaa nguo za humu, kavaa kijora chake tu, yani yuko rafraf. Nyumba kama ile inakuwa kwanza ni nyumba isiyokuwa na baraka. Malaika wa kheri wanakuwa wameondoka katika mji ule, kwa sababu hakuna sheria ya Mwenyezi Mungu ambayo imefuatwa. Mwanamke wa Kiislamu ndani ya mji unakuta kumetengenezwa nyumba au wanaishi katika mji, lakini sehemu ya maliwato ni mbali kidogo. Kuna hatua kutoka ndani mpaka kwenda sehemu ya maliwato. Huyu mwanamke anatakiwa kutoka vipi pale ndani kwenda sehemu ile na kisha kurudi akiwa na stara? Mwanamke huyu kwa sheria anatakiwa hakikisha hijabu yake imekamilika yote. Ndio nyumba zetu ambazo tunaishi. Aingie chumbani kwake, avae, ajistiri, abebe vifaa vyake vya kuendea kule kwenda kujili ya kwenda kuoga, basi aende kule akiwa salama, aoge na avivae vitu vile arudi na kuja kujihifadhi ndani kwake. Lakini sasa ukiangalia katika maisha yetu ya Uswahilini, mwanamke atakutana na kanga yake ya hapa, kashika mswaki wake, anakwenda kuoga, ana nguo moja tu, anakwenda kuoga. Hii haiko katika sheria. Pale lazima kunatengeneza connection na matani yasiyokuwa na maana baina ya mke na mashemeji, baina ya dada wa mke na shemeji yake. Unakuta jamii inakuwa katika hali ya mazingira ambayo hayajaridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamii inapomwangalia mwanamke katika hali ile ya kuwa katika mavazi ya stara, jamii inamheshimu yule mwanamke, inamuona ni mwanamke mwenye kujitambua na imara. Jamii inaweza ikakuchukulia kama mfano wa kiongozi katika jamii ile. Lakini kama mwanamke unakuwa upo katika hali ya uchakaramu wa kidunia, jamii haiwezi kukuchukulia wewe kama ni mshauri, inakuchukulia tu wewe ni sawa na wanawake wale. Na ndivyo hilivyo kwa sasa hivi. Mwanamke wa Kiislamu sasa hivi anakwambia joto lote hili mimi nitavaaje hizo nguo? Yani mtu kavaa gauni, kavaa baibui, kavaa na lijuba, kavaa na nikabu, vyote anavaa joto lote hili. Kwani wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa amri kwamba washushe shungi zao tamko jalbib, hakuwa ameumba jua, hakuwa amelitengeneza joto, hakuwa ameumba kila kitu katika dunia hii, hakuwa ameumba baridi, bimaana wakati wa baridi ndio utatafuta juba uvae, kipindi cha joto utatandua nguo zako? Hapana, haitakiwi. Sio sheria ya mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu anapokuwa ametii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza kabisa ndoa yake inakuwa na ulinzi. Cha pili, familia yake, watoto wake wanakuwa katika mstari wa maadili mema. Cha tatu, jamii inamheshimu. Cha nne, nyumba ile inakuwa na rehema, haina misukosuko. Ile nyumba haipati misukosuko ya hapa na pale, kwa sababu kwanza ni mwanamke tayari kushakuwa na utambuzi, anajitambua yeye ni nani, ana uono wa mbali, anaona akiangalia jamii za wenzake jinsi zilivyoharibika, anazidi kuimarisha watoto wake. Atazaa watoto wake wa kike na kuwalea kwamba huyu ni binamu yako, unatakiwa kuishi naye hivi, huyu ni binamu yako, unatakiwa kuishi naye hivi, huyu ni shemeji yako, unatakiwa kuishi naye namna hii.